Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-khalqa wa khalaqa al-khulqa wa khalaqa as-samaa sab'a wal arda sab'a la radda bima wada'a kalama Musa fa asma. Amma ba'd, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma kiongozi wetu wa umma mtukufu wa daraja jemedali la Uislamu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ema ndugu zangu katika imani, nawe msikilizaji wa 88.4 Ruangwa FM Radio, nimepata fursa hii tena kuweza kuzungumza na nyinyi inshallah kwa kadri na namna ambavyo mimi nitakuwa nimejaliwa. Maana wallahi Sheikh ampita kupita vizuri, hasa ameeleza utukufu wa miezi yote ambayo imekuwa na makusudio ya maudhui yetu ya siku ya leo, na nitakachoongezea mie hapa ni kwa uchache sana, maana nataka kusoma jumbe zile ama kutaka kujua yale maswali ambao wasikilizaji wameuliza ili wapate kupata ufahamu zaidi, kwa sababu yote ni ilmu, na kuchukua nafasi ambazo maulama wafanye kazi zao za kuelimisha kama vile ambavyo tunakusudia kuelezana haya. Na katika makusudio ya mazungumzo ya leo nitasema kidogo tu ambacho kitakuwa tunafafanua yale ambayo Sheikh ameeleza katika utukufu wa miezi hii. Achilia mbali vile ambavyo wewe unavyofahamu, huenda labda ulisikia kwa baadhi ya maulama wakieleza kuhusiana na miezi mitukufu. Tutakuja kukuweka sawa kidogo, mradi nawe uchukue nafasi hiyo ya kuelewa vizuri zaidi utukufu wa miezi hii. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani sura At-Tawba anasema inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahra. Allah anasema kwamba hakika idadi ya miezi katika mwaka ni miezi 12. Hapa tutakuja kufahamu kwamba kumbe ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala anatambua vizuri vile ambavyo watu wameshindwa kuelewa kwa nini watu wameelewa haya. Kwa maana ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwamba kwa miaka ama mwaka mmoja una miezi 12. Sasa ndivyo hapo unakuja kuona kwamba kweli Qur'ani ni science, Qur'ani ni history. Kumbe miezi 12 ambao wewe unahesabu Allah subhanahu wa ta'ala alishaieleza, na hao waliogundua hayo walirudi katika Qur'ani wakatambua kumbe miezi 12 ndio mwaka mzima, ndio wakatengeneza miezi ambayo wewe unaiona. Lakini kumbe Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuitolea maelezo kwamba hakika miezi katika mwaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni 12 shahra, ni miezi 12. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema as-sanatu 12 shahra minha 4 hurum. Mtume anasema kwamba katika hiyo miezi ama katika mwaka ambao wewe unauona mwaka mzima ni miezi 12. Maana yake anakwenda sambamba na vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kueleza ndani ya Qur'an. Hivyo ni kwamba mtume anakwenda sambamba na maelezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akasema katika huo mwaka kutakuwa na miezi 4 mitukufu. Hii miezi 4 mitukufu si ile ambayo yote tunayokusudia kuizungumzia hapa. Leo tumechukua mwezi mmoja ambaye miongoni mwa miezi mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameielezea ndani ya Qur'an. Akasema hiyo miezi mitukufu ambayo sisi tunaizungumzia, miezi 4 ambayo imeelezwa ndani ya Qur'an, kuna mwezi wa kwanza unaitwa Dhulqa'da, kuna Dhulhijja, Muharram pamoja na Rajab. Leo tunazungumzia mwezi wa Rajab. Katika maudhui yetu ya kwanza tuzungumzie mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab huu ni miongoni mwa miezi mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameielezea ndani ya Qur'an. Je, mwezi wa Ramadhani ni miongoni mwa miezi hiyo? Tunakuja kuona kwamba hakuna katika hii miezi 4. Sasa utukufu wa mwezi wa Ramadhani uko wapi? Hapa ndipo ambapo mimi natamani kuzungumzia hasa, ili watu wakae vizuri waelewe kwamba miezi mitukufu ni 4 ambayo imeelezwa ndani ya Qur'ani, lakini mwezi wa Ramadhani kwa nini haupo katika hii miezi 4? Na utukufu wa mwezi wa Ramadhani ambao sisi tunautambua kwamba mwezi wa Ramadhani mwezi mtukufu kwa misingi ipi? Hapo ndipo ambapo mimi nitakuwa nazungumza kwa dakika chache inshallah. Niache microphone kwenda kwa wasikilizaji wa 88.4 Ruangwa FM Radio waweze kuuliza masala yao na wajibiwe vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amekadiria. Lakini mwezi mwingine ambao leo tunataka kuzungumzia hapa ambao Sheikh ameshaueleza ni mwezi wa Shaabani. Mwezi wa Shaabani vile vile ni miongoni mwa miezi ambayo sisi leo tumekusudia kuizungumzia, lakini haupo katika miezi 4 mitukufu. Kwa maana gani umekuwa mwezi ambao sisi tunauzungumzia na utukufu wake kumbe ni upo, lakini si katika miezi ile 4 ambayo Allah ameielezea. Lakini tukija katika maneno ya maulama tumwangalie qala Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Hii haya maneno yatakuja katika mwezi ule wa Rajab. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala alayhi anasema kwamba huu mwezi wa Rajab ni mwezi wa kulima na huu mwezi wa Shaabani ni mwezi wa kunyeshereza. Yani kile ulichokilima mwezi wa Shaabani unafanyaje? Unamwagilia. Wa Ramadhanu shahr al-hisadi. Huyu ulama anasema kwamba na mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mavuno.
Kumbe mwezi wa Rajab ni mwezi wa kulima, mwezi wa Shaabani ni mwezi wa kumwagilia, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kuvuna. Na ndio maana baba akasema kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ummati Muhammad, kwa sababu ni mwezi ambao wao wanachukua baadhi ya vile ambavyo wamekuwa wamevifanyia kheri zao. Tukifika katika mwezi wa Shaabani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ndani ya suratul Hashr Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kueleza hivyo. Sasa hii aya maulama wameitumia kwa kuwa mwezi wa Shaabani ni mwezi wa kumwagilia. Kumbe ndio Allah anasema enyi watu ambao mlioamini, taqullaha, kwanza mcheni Allah, waltanzur nafsum ma qaddamat lighad, na itazame nafsi kile ambacho atakachokifanya kwa ajili ya kesho. Kwa maana kumbe wakati unamwagilia kesho yako ni hipi? Ndio hapa tunapokuja kuikuta mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ndio mwezi wa kuvuna. Tukiingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kabla ya hapo tulete kauli ya Bwana Mtume Muhammad, kwa sababu tutakuwa tunatembea aya, hadithi na maneno ya wanachuoni. Mwezi wa Rajab tumetoka aya, tumekuja hadithi, tumekuja na maneno ya wanachuoni. Mwezi wa Shaabani tulete aya, tumeleta, tunakuja maneno ya Mtume Muhammad, then tulete maneno ya wanachuoni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ana Aisha radhiyallahu anha, huyu ni mke wa Mtume Muhammad, anaeleza kwamba qalat, Bibi Aisha anasema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Shaabana illa qalila. Bi Aisha anasimulia kuwa Mtume Muhammad alikuwa anafunga mwezi mzima wa mwezi wa Shaabani isipokuwa masiku machache tu. Kwa mantiki hipi? Tutakuja kwa maneno ya maulama. Yote hayo Sheikh amepita na ameeleza ubora huu ambao sisi tunapita kufanya dondoo hapa. Tunakuja katika mwezi katika maneno ya maulama. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala alayhi, anasema Imam Nawawi, siyamu Shaaban kasunnati ratibati qabla al-faridati. Huyo al-Imam Nawawi anasema kwamba mwezi wa Shaabani ni kama sunna ambazo zilizofuatilia faradhi. Yani kwa mfano leo unavyoswali swala yako ya dhuhuri, kabla ya swala ya dhuhuri kuna kablia. Sasa mwezi wa Shaabani ni sawasawa na kablia ambayo unaiswali kabla ya swala ya dhuhuri, kwa maana kwamba hiyo dhuhuri ni ipi? Ni Ramadhani. Shaabani inakuwa kama kablia. Yani ameleta mfano huo Mtume Muhammad anaeleza kwamba mwezi wa Ramadhani ni sawasawa na sunna ambayo inafuatana na faradhi. Maana yake sawasawa na kablia, mfano kwenye swala ya dhuhuri, yani utaiswali faradhi ya dhuhuri. Kablia ni Shaabani, Ramadhani ndio faradhi. Tuje katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza huu ndio utukufu sasa mwezi wa Ramadhani. Ndio ambapo tunakuja kutoka kwa mwezi wa Ramadhani, utukufu wake ni mkubwa zaidi ya miezi, na ndio maana hujaweka katika nafasi ile ya miezi minne. Allah subhanahu wa ta'ala anasema shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi ila akhir alaya. Allah anasema kwamba mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao umeteremshwa Qur'an, ambayo hiyo Qur'ani ni mwongozo kwa watu. Kumbe hii Qur'ani imeteremshwa katika mwezi wa Ramadhani. Sasa kwa nini haiwekwa katika miezi minne? Kwa sababu hiyo miezi minne ambayo ipo ndani ya Qur'ani, hiyo Qur'ani yenyewe imeteremshwa katika mwezi wa Ramadhani. Ndio utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba utukufu wa mwezi wa Ramadhani kwanza kuteremshwa kwa Qur'ani, lakini vile vile Lailatul Qadri khairun min alf shahri, kwamba Lailatul Qadri ni usiku uliokuwa bora zaidi kuliko miaka 1000, au sio bwana? Kwa maana kwamba mwezi wa Ramadhani una kitu kinaitwa Lailatul Qadri. Utukufu wa Qur'ani na Lailatul Qadri ambayo ipo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio inabeba utukufu mkubwa wa mwezi wa Ramadhani. Tukija kwa maneno ya maulama, qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Ibn Taymiyyah anasema Ramadhanu sayyidu shuhuri wa fihi, anasema kwamba mwezi wa Ramadhani ni bwana wa miezi. Katika huo mwezi huo sasa tuftahu abwabu rahma, hufunguliwa ile milango ya rehma. Sasa kwa kuzingatia ama makusudio makubwa, pointi ya mazungumzo yangu ni kwamba kwa maana mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu kutokana na matendo ambayo yanafanyika katika mwezi huo, lakini miezi ile mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'ani ni mitukufu kwa heshima ya wakati wake, kwa sababu imezidi kutokana na baadhi ya matukio ambayo yalikuwa yamefanyika, vita mala hivi na hivi, ndio ikapatikana miezi minne mitukufu. Mimi niseme kwamba kufikia hapa machache ambayo nimeyazungumza, wasikilizaji wanakutana Ruangwa FM Radio nione inatosha, lakini vile vile niendelee kusisitiza kwamba haya maudhui ambayo tunachukua hapa atakuwa live katika chaneli zangu za YouTube, Facebook Sharukani C.Bay, TikTok Sharukani C.Bay. Tufuatilie katika mitandao ya kijamii inshallah. Tunasema Sharukani TV, nguvu ya Muislamu na sauti ya umma. Wabillahi tawfiq wa hadha salam wal afwa minkum.